Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje. Hakuna nependa haya matatizo, na yakikukuta nauma. Utasema kwapi Mungu, yamenizidia haya machungu. Na kifupi tunawashukuru kwa sababu mmefanya nguvu kubwa na jitihada kubwa. Leo tunapounganisha nguvu kati yenu na sisi, ni wazi kwamba serikali ya kijiji na wananchi wa Igoma mnaielewa kampeni ya Tunaishi Nao na mmekuwa wasikilizaji wetu wazuri, na ndio maana leo tuko hapa kwa ajili ya kuunganisha nguvu kati yenu wananchi, serikali pamoja na Ambulance FM Radio ili tuweze kumshika mkono Baltazar Mgaya. Huyu ni mhitaji wetu wa 10 kwenye kampeni yetu ya Tunaishi Nao msimu huu wa 7 na ni mwaka 2025. Kwa hiyo tuko hapa kwa muda mfupi, lakini tunatamani tufanye jambo kubwa la maana, la muhimu, na pengine kuandika historia kwa ndugu yetu Baltazar, na yeye awe ni miongoni mwa watu ambao wamepata faraja kupitia Ambulance FM pamoja na wananchi wa kijiji cha Igoma. Naomba nianze kuwasalimia. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Tunaishi nao. Au Mnyavuli na Watinga, tunaishi nao. Asanteni sana. Sasa kwa heshima na taadhima, sisi kama Radio Ambulance, kama nilivyosema kwamba tuko hapa na tumekuja kwa ajili ya kampeni ya Tunaishi Nao kwa Baltazar. Sasa niombe ndugu zangu, wakati mnatumika miavuli, tukae kimya. Mwavuli hauwezi kupiga kelele, unajifunika tu kimya kimya, safi kabisa. Na uzuri mzee wangu Mgezi, umeshaona hali ilivyo. Wewe mwenyewe unaona. Kwa hiyo tunakuaminia. Lakini kiupekee ni washukuru pia Watanzania ambao muda huu wanatusikiliza moja kwa moja kupitia 89.1 Ambulance FM na wapo maeneo mbalimbali. Hawa wenzetu wameshiriki na sisi kampeni ya Tunaishi Nao kwa kutoa michango yao ambayo imewasilishwa hapa kupitia kwa wachangishaji, kadhalika kupitia namba zetu ambazo tumekuwa tunazitaja mara kwa mara pale Ambulance FM, na ni sehemu ya faraja kwetu kwa sababu muda huu pia wameutenga kwa ajili ya kufuatilia kwa kupitia 89.1 Ambulance FM pamoja na mitandao yetu ya kijamii ili wafahamu kinachoendelea hapa Igoma. Sisi kama Radio Ambulance FM tunawashukuru pia wananchi wa Igoma kwa kujitokeza kwenu kwa wingi na kwa nguvu kubwa ambayo mmeonyesha kwenye michango yenu ambayo mmekwisha kuitoa na ambayo tutaendelea kuitoa leo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zoezi hili tunalifanya kwa uweledi mkubwa na uliotukuka ili kuandika historia ya ndugu yetu Baltazar Mgaya. Kwa muda huu naomba nikulete mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Igoma. Wewe uje utoe neno fupi la ufunguzi na utamkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye yuko mbele yetu hapa na atafungua shughuli hii kwa sala fupi, na kisha nitakuruhusu pia mwenyekiti ufanye utambulisho wa baadhi ya viongozi wa serikali yako ambao umewaalika hapa, na baadaye tutaendelea na taratibu nyingine. Karibu sana mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Igoma. Tunaishi nao. Kama alivyokwisha kusema mtangazaji wetu, niombe tufungue kwa ibada maalum. Niombe popote walipo wachungaji wa aina yote tuwakaribishe kwa ajili ya sala. Tufunike macho, tumuombe Mungu. Baba yetu, tunakushukuru kwa sababu umekuwa mwema. Asante kwa ajili ya wakati huu mzuri. Tuko hapa Igoma kwa ajili ya ndugu yetu, rafiki yetu, kaka, baba. Bwana, tunasema asante kwa sababu umetuwezesha na umemwezesha kuwa hai mpaka wakati huu.
Wakati huu tena Bwana tunaendelea, tunaomba mkono wako ukawe pamoja nasi. Tunakataa nguvu zote za kishetani na mawazo yote ya adui ambayo anawaza tofauti. Tunatamani ukawe pamoja nasi wakati huu tunapoanza na wakati tutakapokuwa tunamaliza. Neema yako ikawe pamoja nasi. Nimeomba kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Amen. Wageni waalikwa, ndugu zangu popote mlipo, tunashukuru sana kwa ujio wenu. Kipekee mimi nilimwalika Mheshimiwa Diwani ambaye ametuma mwakilishi. Karibu wapungie mkono wananchi waliopo na wageni wetu toka sehemu mbalimbali. Asante. Tunamshukuru Mungu kwa kufika salama kwenu. Tunaomba kuwakaribisha wageni wetu toka sehemu mbalimbali ndani ya Njombe na Tanzania kwa ujumla, na kwa niaba ya Wanaigoma na familia ya kina Mgaya nasema karibu sana Igoma. Na kwa namna ya pekee Radio Apprence, mratibu wa kampeni ndugu Fikrini Ngaibu, mkurugenzi mtendaji ndugu Humphrey Milinga na watendakazi katika radio hii, na mwenyekiti wa wachangiaji ndugu Frank Msema, jina maarufu Manyanya. Kwa ufupi, Radio Apprence ni faraja yetu sote, kwani si radio ya kusikiliza tu, ni radio inayosikiliza pia na kutatua matatizo ya wasikilizaji, kama kampeni hii ya Tunaishi Nao. Umesikiliza radio nyingine miaka mingapi? Umehudumiwa nini? Apprence mnayajali maisha yetu. Ndugu Batazari, wakati serikali inamtembelea alisema maneno haya: nina maumivu mengi katika mwili na mali zangu zimeuzwa, bado hali yangu haina matumaini. Nimeuza mashamba, viwanja na michango ya ndugu, naona kama na watesi. Ni afadhali ningekufa na mali hizo ziwasaidie watoto. Kwetu serikali chozi litudondoka pale tulipo kwenda kumsalimia. Sawa ndugu zangu, mbele yako hawa wamefika kukupa tumaini jipya la maisha yako. Ndugu yetu Batazari wamekuja kukumpa tumaini jipya, wanandugu mtambue hilo. Ndugu zangu, mimi si mhubiri. Naomba nirejee andiko hili toka Yoshua bin Sira sura 30 mstari wa 14 hadi 16. Yuheri maskini aliye mzima mwenye sia njema kuliko yeye aliye tajiri anayesumbuka mwilini mwake. Afya njema ni nzuri kuliko dhahabu safi, na hakuna utajiri kupita afya ya mwili. Na Wafilipi sura 4 mstari wa 14 unasema, mlifanya vema mliposhiriki nami katika dhiki yangu. Sala zenu, sadaka zenu na majitoleo yenu ya Mungu awazidishie na kuwarudishia pale mlipopungukiwa. Bado narejea nasema karibuni sana Igoma. Na hapa ndipo kiufupi alipozaliwa mtangazaji alikuwa akiitwa Innocent Nzota. Kwa ufupi tunawashukuru Apprence kuja kumtembelea kijana wenu. Sisi ndio wazazi wake. Karibuni sana. Kwa ufupi huo nasema kampeni hii imefungwa rasmi. Ndugu zetu, tuendelee na ratiba. Asante sana. Mungu awabariki. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa maneno yako mazuri, na bila shaka wageni wale ambao wanatusikiliza pia wamepata walau kidogo kuhusiana na hali ya Baltazar na kile ambacho kimetuleta hapa sisi kama Radio Apprence kwa watu wa Igoma. Kwa kuwa mwenyekiti ameshafanya utambulisho wa mgeni rasmi ambaye amemwakilisha Mheshimiwa Diwani wa kata hii ya Iwungilo, mimi naomba niwatambulishe wafanyakazi wa Radio Apprence wachache ambao tuko hapa Igoma leo. Mimi naizungumza, majina yangu ni Elia Chungwa, ni meneja wa vipindi na maudhui Apprence FM Radio, na sikika kwenye vipindi vya michezo. Sports Power ni saa 4 mpaka saa 7 mchana, Sports Line ni saa 2 mpaka saa 3 usiku, na nasoma habari ya kila siku saa 2 kamili asubuhi Jumatatu mpaka Jumamosi. Kulia kwangu anaitwa Ephraim Donald, ni mchambuzi wa masuala ya michezo. Nyinyi mnamfahamu kama mkemia mkuu wa mikeka. Kama kuna chochote kimewahi kutokea kwenye mikeka yenu, mwamba ndio huyo hapa. Hebu wasalimie watu wa Igoma. Kamwene. Asante sana. Naomba nimlete ndugu yangu Pastori Kadashi. Yeye ni mtangazaji na mwandishi wa habari Apprence FM. Anasikika kwenye kipindi cha asubuhi leo saa 12 mpaka saa 4.
anatusomea habari ya saa 1 usiku. Pia anasikika kwenye vipindi vya michezo Uplands FM, hususan weekend saa 2 mpaka saa 3 pale kwenye Sports Line. Naomba pia uwasalimie watu wa Igoma. Anaitwa Nimrod Mgoe. Jina lake maarufu sana la kazi ni Gito Wax. Yeye anasikika kwenye vipindi vya burudani. Extra Favor inaanza saa 7 mpaka saa 10. Ladha Kusini inasikika Jumamosi saa 4 mpaka saa 8. Sunday Special inasikika Jumapili saa 4 mpaka saa 7 mchana. Wasalimie watu wa Igoma. Naomba nimlete dada yangu Vitalia Henry Mgeni. Anasikika kwenye kipindi cha The Bench kila siku saa 10 mpaka saa 1 usiku, Jumatatu hadi Ijumaa. Anatusomea habari ya saa 6 mchana kila siku, na Jumamosi anasikika kwenye kipindi cha Weekend Pause saa 10 mpaka saa 1 usiku. Naomba uwapungie mkono kama ishara ya salamu kwa watu wa Igoma. Anaitwa Edina Nyaruga, mwandishi wa habari na mtangazaji wa Uplands FM. Wasalimie watu wa Igoma. Huyu bwana anaitwa Sam Kihombo, maarufu kama Kichaka, kichwa cha kazi. Ukikiona kichwa chake ni kama kichwa cha habari, ila ni kichwa cha kazi. Ni mwandishi wa habari za biashara na uchumi Uplands FM, lakini pia anasikika kwenye kipindi cha Night Show Ijumaa mpaka Jumatatu. Naomba wasalimie watu wa Igoma. Anaitwa Atu Isaki. Yeye anasikika kwenye kipindi cha Sauti ya Watoto Jumamosi saa 3 mpaka saa 4 asubuhi. Lakini pia ni mwandishi wa habari za biashara na uchumi Uplands FM. Na mkurugenzi mwenza na milinga kwenye Kidimpo Media. Wasalimie watu wa Igoma. Wakulima tuonane. Kama kuna bei haiko sawa, yeye ndo anahusika. Mbele yangu ama kulia kwangu anaitwa DJ Jeda. Jina lake la kazi hilo. Yeye kazi yake ni pale, na hata hapa yupo kazini kwake pale. Anasikika zaidi kazi zake kwenye vipindi vya burudani. Extra Favor ni saa 7 mpaka saa 10, lakini pia na Weekend Pause. Wasalimie na ndugu zangu wa Igoma. Huyu anaitwa Beata Yosam. Ni mtangazaji wa Uplands FM, kipindi cha asubuhi leo kila siku saa 12 mpaka saa 4 asubuhi. Na anasikika kwenye kipindi cha Jahazi la Pwani Jumapili saa 10 mpaka saa 1 usiku. Anatusomea pia habari ya kutwa nzima ya saa 1 usiku Jumatatu mpaka Ijumaa. Naomba uwasalimie watu wa Igoma. Lakini huyu ndiye katibu pia wa kampeni ya Tunaishi Nao. Ama kuna mtu nimemsahau, aje mwenyewe ajitambulishe. Naomba nimalizane na ndugu zangu. Huyu anaitwa Benedicto Ackley. Yeye ni mkuu wa idara ya maudhui ya mitandao ama digital. Kila kinachoendelea hapa, kama una simu janja, tangu tunatoka ofisini, na naposema simu janja na maanisha smartphone, unaweza ukatufuatilia Uplands FM, Facebook, Instagram, YouTube huko, X kwa maana ya Twitter. Kila kinachoendelea huyu bwana ndo anahakikisha kinaenda huko. Anaitwa Benedicto Ackley. Wasalimie watu wa Igoma. Kamwene. Au nitangulie kule. Anaitwa Oswald Oscar, mzee wa bei elekezi, idara ya ufundi ya Uplands FM, na hapa ndo anashughulika kutoweka mjini, kwa maana kusikika moja kwa moja kupitia 89.1 Uplands FM. Mzee wangu Mgezi,
Wasiliana na huyu. Ana shida na machozi ya Simba. Ameshasema lita 1,500. Ujawapungia mkono watu wa Igoma. Jamani Kamwene. Kama nimtambulishe Luka Mgaya maarufu kama DJ Luka Show. Yeye ni mkuu wa idara ya muziki Athens FM na hapa anatusaidia kwenye digital, lakini pia ndiye ambaye anatusaidia pia kwenye kuhakikisha tunasikika moja kwa moja kupitia 89.1 Athens FM kwa wale ambao wanatusikiliza muda huu. Naomba wasalimie watu wa Igoma. Baadaye atakuja kuzungumza na yeye atajitambulisha muda huo mratibu wa kampeni tunaishi nao Fikirini Ngailo. Lakini kwa sasa naomba ni mlete mtendaji wa serikali ya kijiji cha Igoma. Uje utupatie taarifa ya michango ambayo imeratibiwa na serikali ya kijiji na imetolewa na hawa wananchi ambao muda huu wameacha shughuli zao, pia wameungana na Athens FM hapa ili kuhakikisha kwamba tuna nusuru hali aliyonayo ndugu yetu Baltazari. Karibu sana afisa mtendaji. Wageni wetu mliofika hapa, mnasikia tu Igoma. Igoma hiki ni kijiji kilichopo katika kata ya Yungilo, kina wakazi 1886, waume wapo 932 na wake wapo 954. Kina jumla ya kaya 547. Karibuni Igoma. Lakini pia niwape pole na pongezi pia kwa kufika kwenye kijiji cha Igoma kwa lengo la kumshika mkono ndugu yetu Baltazari Mgaya, kwani ni mhitaji kama matangazo yalikuwa yanapita kwenye radio, na kama kuna mmoja alibahatika kumuona, basi ndugu yetu kwa kweli ni mhitaji kama kauli yenyewe inavyosema, inavyojieleza, ni mhitaji kweli kweli. Karibuni Igoma. Ya fedha zote hizi nilizokuwa nazitamka, kama kuna mtu alikuwa ananukuu na usijumlisha, basi naomba niambie ni ngapi ili tuiainishe nao. Je, kuna aliyekuwa anajumlisha? Asante. Basi jumla kuu ya kiasi cha fedha hiki ni shilingi 2,200,000 na shilingi 800. Asante. 2,200,000 na shilingi 800 ndiyo fedha iliyochangishwa kwa wakazi wa kijiji cha Igoma. Mwenyezi Mungu awasaidie, azidi kuwabariki na pale mlipotoa. Lakini pia kuna mahindi debe moja ambalo nilishalitamka awali, kuna sabuni miche 2 nilishaitamka, kuna viazi debe 3 vipo hapa ndani. Jamani, hatuna maneno mengi sana zaidi kusema. Mwenyezi Mungu awabariki, azidi kuwagusa pale mlipokuwa mmepunguza, akawazidishie zaidi na zaidi kwa ajili ya kumsaidia mlengwa wetu mwenzetu, kijana mwenzetu Baltazari Mgaya. Mwenyezi Mungu awabariki. Pale mlipokuwa mmeahirisha kazi kwa ajili ya siku ya leo, basi kesho ikiwa ni baraka kwenu, mkafanye kazi mara 2 ya pale ambapo ibidi mfanye leo. Asante. Nimekumbuka mwenyekiti wa kuwatambulisha wananchi wa Igoma, kumbe alikuwa anajua watatambuliwa kwa michango. Hebu pungeni mkono hivi wananchi wa Igoma. Hata mliopo mbali pungeni kabisa, pungeni niwaone vizuri ambao umetikisa hii kampeni. Tunawashukuru sana ndugu zetu wana Igoma. Ni ishara kwamba mnatunga mkono sisi kama Radio Athens. Na kwa kuwa tumeshapata taarifa ya serikali ya kijiji na uratibu ambao umefanyika, niombe sasa nikulete mratibu wa kampeni tunaishi nao kutokea Athens FM, ndugu yangu Fikirini Ngailo. Na wewe pia uje useme michango ambayo imeratibiwa na Athens FM pamoja na mahitaji mengine. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaikum. Kamwene. Poleni na hongereni na majukumu. Tunashukuru sana na tunamshukuru pia Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia uhai wa kuamka salama siku ya leo, na hata tukakutana hapa kwa sababu tunaamini
wapo wengi ambao walipanga lakini wameahirisha, ila hiyo haijawa kwetu sisi. Kwa hilo ni jambo kubwa na la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la pili, naomba ni washukuru wadau mbalimbali na wasikilizaji wa Athens FM Radio ambao wameungana nasi kupitia kampeni ya Tunaishi Nao kuhakikisha tunapata fedha na ndugu yetu Batazari anaenda hospitali. Sambamba na hilo, naomba pia ni washukuru wachangishaji wote ambao wanashiriki kuchangisha michango kutoka maeneo mbalimbali kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Zaidi niwashukuru wale wote ambao leo wameungana nasi kuja hapa ili tuweze kushirikiana kwa ajili ya ndugu yetu Batazari. Lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitotoa shukurani za dhati kuanzia ngazi ya kata ya Iwungilo, serikali ya kijiji cha Igoma, mtendaji, mwenyekiti, wajumbe, vitongoji, mpaka wananchi wote kwa kazi kubwa na namna ambavyo mmeweza kuguswa na jambo hili. Jipigieni makofi. Mzee unakanyaga waya. Jipigieni makofi mengi sana. Naomba niwaambie kitu ndugu zangu, kwamba leo tumekusanyika hapa hatupo kwa bahati mbaya. Amina. Hatupo hapa leo kwa bahati mbaya. Tupo hapa leo kwa ajili ya kusudi maalum kabisa, kwa ajili ya kuhakikisha mpendo wetu anaenda kutibiwa, apone ili arejee kulea familia yake. Wakati anazungumza mwenyekiti kwenye ufunguzi amezungumza kwamba kuna kipindi waliwahi enda viongozi wa serikali pale nyumbani kwa Batazari. Wakati wanazungumza naye akasema, tayari nimekwisha uza vitu vyangu nilivyokuwa navyo, lakini bado jitihada zinagonga mamba. Ni heri ningeachwa tu Mungu anichukue, ili sasa hata kile kidogo kilichobaki kibaki kwa ajili ya familia. Ikanikumbusha wakati tumeenda kwenye kampeni ya Tunaishi Nao pale Kidegembya. Tulifika kwenye familia ambayo walifanya kila jitihada ya kuuza kila walichokuwa nacho, lakini hatua ya mwisho ilikuwa ni kuwekea bondi nyumba wanayoishi ili kumpeleka mtoto hospitali. Nini tunajifunza hapa? Tunajifunza kwamba tunavyo vitu vingi, lakini vyote tulivyo navyo kuna muda havina thamani mbele ya uhai. Yaani vile vitu vyote ambavyo sisi leo tuko navyo, linapofikia swala la uhai, vile thamani yake ni ndogo sana. Na ndio maana mtu anauza kiwanja anachokipenda, ambacho hata wakati ananunua alisema nimepata kiwanja labda kwenye mazingira mazuri ya mjini, lakini ninapoumwa nasukuma kiwanja nikiuze ili nikatibiwe, manake kiwanja kitatafutwa kingine. Ndugu zangu, wapo wengi sana ambao wanapitia changamoto. Mara kadhaa huwa ninawaambia kwenye simu yangu, imekuwa ni mara nyingi, karibu kila siku ninapokea wahitaji wapya ambao kila mmoja anaeleza changamoto alionayo. Leo hii tumekuja Igoma, ni mhitaji wa 10 kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Tafsiri yake ni kwamba tunaenda kuihitimisha kampeni ya Tunaishi Nao. Na ikumbukwe tunasaidia watu 12 kwa mwaka. Bado watu wengi mno ambao wanaomba kusaidiwa kwa namna moja au nyingine. Lakini sisi tunaenda kufika ukingo wa mwaka 2025 kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Bado tumekuwa tukiendelea kuzungumza kila siku na kila mahali, tukitoa elimu juu ya watu kuendelea kusaidiana kwenye maeneo yao. Serikali kuitisha michango kwa ajili ya kuwasaidia wahitaji ambao wapo kwenye maeneo yao. Japo jambo hili limekuwa ni gumu. Bado tunazo serikali za viongozi wa kulalamika juu ya wananchi ambao hawachangii mazishi kwenye kamati za maafa. Lakini
Hatuna viongozi wengi ambao wanaweza kuwa ni viongozi wa kufikiri kuchangisha michango kwa ajili ya mgonjwa aliye kwenye eneo lao. Ndugu zangu, kuna uwezekano mkubwa changamoto ya mtu inaanza taratibu sana, kiasi ambacho kama angeliwahi hospitali mapema anaweza kutibiwa na kupona tena kwa gharama ndogo. Lakini kuna muda tunajivuta mpaka changamoto inakuwa kubwa zaidi, kiasi ambacho inafikia kwenye hatua ambayo hatuwezi kufanya. Lakini si kama hatuwezi kufanya, ila ni kwa sababu tunaendelea kuishi utaratibu ule wa kuzikana na sio kuuguzana. Ndugu zangu, kama niendelee kutoa wito na rai kwa viongozi mbalimbali kwenye maeneo tofauti. Sisi Upland, hiki tunachofanya wala si jukumu letu. Kama utafuatilia na kujua misingi ya redio, majukumu yetu sisi ni matatu: kuelimisha, kuburudisha, lakini vile vile kuhabarisha. Ili swala la kampeni ya Tunaishi Nao limeingia tu katikati, ambapo tumejikuta tukiunganisha jamii za watu mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali na kuanza kushirikiana kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Kwa maana hiyo, bado jukumu la kusaidiana kwa ajili ya changamoto mbalimbali ni la kwenu ninyi wananchi. Na ndio maana Upland FM Radio hata leo haitoi fungu lolote kwa ajili ya mhitaji, ila badala yake Upland FM Radio imetoa muda ambao utafanya wasikilizaji wasikie changamoto ya yule anayejieleza juu ya changamoto aliyonayo, na wanaoguswa waweze kuchangia. Kwa maana hiyo ni kwamba wahitaji na watu mbalimbali ambao wanapitia changamoto kwenye maeneo yetu, bado ni jukumu letu sisi wananchi. Niwapongeze Wanaigoma kwa sababu hata nilipofika kwa Batazari imeonyesha wazi kwamba mmekuwa mkifanya jambo kwa ajili yake. Mmekuwa mkichangiana kwa ajili yake. Hata alipopata ajali bado mlichangia michango yenu na mkatuma hospitali. Juzi nilikuwa naongea na dadangu Salome Ng'ongo, ni wakala pale Njombe mjini, leo tupo naye hapa. Akawa ananiambia kwamba hata wanadarasa waliosoma na Batazari nao walichanga michango wakatuma kwa ajili ya Batazari. Mungu abarikeni sana, kwa sababu hicho ambacho mlikifanya sio kidogo, ni kitu ambacho ni kikubwa, ambacho kwa namna moja au nyingine tunapaswa kupongezwa. Nilisema kwenye maisha yetu ambayo tunaishi, lipo kusanyiko la lazima na lipo kusanyiko la hiari. Leo hapa tumekutana kwenye kusanyiko la hiari kwa ajili ya kumchangia Batazari, lakini lipo kusanyiko la lazima ambalo tunakutana kwenye misiba, si ndivyo? Basi tuanze kuendelea kutengeneza makusanyiko ya hiari kama hili ambalo tumelitengeneza leo. Batazari anatushuhudia sisi na kuonja upendo tulionao akiwa bado mzima, na anatuona kuliko tukacha mgonjwa mpaka akabadilisha jina na kuitwa marehemu, alafu magari mengi yakaja, vyakula vingi vikapikwa, fedha nyingi zikatolewa, na tukalaumiana, huyo hajachanga, huyo amechanga, huyo hajala msibani, huyo hajaja msibani. Haina maana. Uongo ndugu zangu? Hakuna maiti isiyokuwa na mwenyewe. Hakuna maiti isiyokuwa. Yaani kama watakataa kuzika ndugu, hata serikali huwa inazika, si ndio? Lakini kwenye swala la kuongozana, ili naomba tulifanye kipaumbele. Fikiri changamoto ambayo anakutana nayo Batazari. Kwenye ile ajali ambayo amekutana nayo, jicho linatoka, mguu unavunjika. Leo Batazari toka mwezi wa 9 mwaka jana hawezi kula chakula chochote. Yaani akiinua mdomo hata kidole chake akiingia, ni anakunywa uji. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ni kubwa sana ndugu zangu.
lakini akigeuka kushoto kulia, nimekwisha uza vyote. Kuna muda anawatazama watoto wake ambao wa kwanza ndio yuko darasa la 5, ni mdogo sana. Na hebu saa nyingine fikiri tu kidogo, pale ambapo yule mtoto anarudi pale nyumbani anamwambia mama mbele ya baba, mama daftari imeisha, au mama shuleni wamesema twende na mchango fulani. Mama hana, Batazawi yupo kwenye kiti na magongo yake yako pembeni. Batazawi akikumbuka alikuwa mpambanaji na mhangaikaji mzuri, vitu kama hivyo vidogo vidogo havikuwa shida kwake. Inaumiza sana ndugu zangu. Lakini tumshukuru Mungu kwa haya yote, kwa sababu yanaendelea kutupa funzo kwamba kabla hujafa leo tunaliona kwa Batazawi, kesho tutaliona kwa mtu mwingine na mtu mwingine. Ni muhimu tuendelee kumwomba Mungu kwa ajili ya kutuepusha na hayo yote, mabara hayo kwenye familia zetu, ndugu zetu, jamaa na marafiki, kwa sababu hilo linaweza kumkuta yeyote. Baada ya kusema haya, kama nichukue nafasi nzuri ya kuwatambulisha wadau mbalimbali ambao wanashiriki nasi kwa kuchangisha michango ya kampeni ya Tunaishi Nao kutoka maeneo mbalimbali. Sasa eneo letu ni dogo, naomba hebu wachangishaji wote popote mlipo, naomba mpunge mikono. Asante sana. Sasa naomba nitakuwa ninasoma, eneo lako utasimama, utapunga mikono kama upo karibu, na nitakuwa ninasema kiasi ambacho tumeweza kuchangia. Kutoka Gafilo shilingi 54,000. Kutoka Kifanya, naomba makofi tupige mwishoni Kutoka Kifanya 142,100. Limage 144,000. Ngodechi 3,2,900. Wiki 1,8,600. Msete na stendi mpya wametoa shilingi 85,500, 15,000 ikitoka kanisa la TAJ. Igagala na Idunda 142,400. Nyumbanito 164,500. Lugenge 43,800. Kigango cha Iholo 35,300. Peluhanda 64,500. Utalingolo 116,000. Melinze 115,100. Mfeleke shilingi 40,000. Luponde shilingi 2,500. Kijiji cha Madobole wamechangia 67,900. TAG pale Luponde 17,500. Usalule shilingi 70,400. Ulembwe 87,100. Nazareti 57,000. Igima 2,760. RC wametoa 20,000. EAGT 15,550. Mhaji 150,000. Makoga 42,000. Joshoni 1,500. Ramadhani 251,100. Magoda 69,000. Iwafi 21,000. Ihangana 77,500. Mgendela 114,000. Ihanga 54,500. Samaria 74,000. Kibenakati 50,000. Nole 25,000. Ihalula 41,300. Mtwango 83,000. Mjimwema 176,600. Ngalanga 42,900. Usita 118,700. Lakini pia tumepokea kiasi cha shilingi 115,300 kutoka Yakobi. Utelewe 86,300.
Kidegembye 570,300, ambapo shirika wa KKKT wametoa shilingi 168,950. Matembwe 90,550. Stendi ya zamani 140 kutoka unaitwa Mashalom pale. Kilenzi 91,400. Imalinyi 98,700. Kibena hospitali 70,100. Mawindi 148,000. Lulanzi 100,000. Ibomila 115,000. Nyombo 169,000. KKKT Mjimama pale Nyombo ametoa 26,400. Kamarage 295,200. Mpeto 137,000. Maheve 131,700. Idunda 134,500. Ikando 123,400. Ihanzuto 81,000. Itipula 119,000. Lusisi 137,000. Jomlole 125,000. Nundu 176,800. Iungilo 145,000. Matiganjolo 105,000. Lunyanywe 65,600. Luangu 113,200. Makanjaula 100,000. Igominye 87,000. Itunduma 446,000. Uwemba 159,000. Ikisa 5,000. Lakini tunavyo vikundi vya tunaishi nao. Tunaishi nao A 36,000. Tunaishi nao C 32,000. Tunaishi nao D 70,000. Tunaishi nao B sina taarifa zao. Lakini wachangishaji kwenye maeneo mbalimbali wasio kwenye vikundi au pia na wenyewe wametoa mchango wao 70,000 kwa jumla wao, ambapo jumla ya fedha ambazo wachangishaji wamekuja nazo kutoka kwenye maeneo mbalimbali ni shilingi milioni 4,556,100. Lakini vile vile tulipokea michango kupitia simu ya mratibu na lipa namba, imepatikana shilingi milioni 1,040,000, ambapo mpaka sasa kama Upland FM kupitia uratibu wetu tumekuja na kiasi cha shilingi milioni 5,560,100. Lakini sambamba na hivyo tunayo mahitaji mbalimbali ambayo tumekuja nayo. Yapo mahindi debe 7, chumvi pakiti 28, sukari kilo 2.5, viazi debe 6. Tunazo nguo mbalimbali, madaftari 2, soda 1, sahani 2. Vipo viungo ambavyo ni nyanya, vitunguu pamoja na limao pia tumekuja navyo. Lakini kuna dawa ya meno 1, matunda ina tope 6, parachichi debe 4, unga debe 3.5, machungwa yapo 10, unga wa karanga pakiti 1, nyanya chungu zipo kiasi, dagaa pakiti 2, kabeji 2, nanasi 3, sabuni miche 8, sabuni pakiti 9. Hii ni sabuni ya unga Viberiti pakiti 4, sweta la shule 1, ulezi lita 1, tikiti maji 1, tambi pakiti 2, majani ya chai pakiti 3. Tajiuliza kwa nini tunasema mpaka soda 1? Wachangishaji wetu wanapopita inawezekana alipita dukani, si ndio Yule pale dukani hakuwa na fedha, alitoa soda. Sasa isiposikika hapa, mchangishaji alikunywa si ndio? Kwa hiyo maana vitu vyote ambavyo watu wamechangia tunavisoma hapa. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki.
Tunakushukuru sana mratibu wa kampeni, lakini pia tunawashukuru na ndugu zetu wachangishaji kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Tunawashukuru pia na wale ambao wanawapa michango ambao muda huu wanatusikiliza. Lakini naomba nifanye marekebisho ya taarifa moja ya kijiji cha Ikisa. Ni shilingi 50,000. Sio 5,000 kama alivyokuwa amesoma mratibu, na yeye sio yeye. Yupo ambaye amehusika kufanya hayo maajabu. Alipopeleka karatasi pale mbadilika haraka ameongeza 0. Kwa ndugu zetu wa Ikisa michango yenu ni 50,000. Tunawashukuru pia. Inawezekana mlijawa na taharuki kidogo na hata ndugu yangu wa Ikisa. Muda huu naomba ni kulete mgeni wetu rasmi, mwakilishi wa mheshimiwa diwani wa kata hii ya Iwungilo. Wewe naomba uzungumze machache tu kuhusiana na kampeni ya tunaishi nao kwa ndugu yetu Baltazari, na baada ya hapo utatuongozea kapu la nyumbani. Kwa wale wote ambao tupo hapa, basi tutapita walau kutoa sadaka zetu. Karibu sana. Kamwene. Pole na shughuli. Kwanza napenda kutoa shukrani za dhati kwanza kwa kumwakilisha mheshimiwa diwani. Yeye ana msafara na kikao cha halmashauri, lakini wana si vema sana kutokushiriki. Wala ameniteua kwamba nije niwakilishe. Kwanza napenda kutoa shukrani nyingi za dhati kwa wananchi wa Igoma kwa namna moja au nyingine mlipoguswa na huyu mlengwa kwa michango niliyoisikia kwamba kwa kweli sisi ni watu wa kwanza kuwa jirani na mgonjwa. Kwanza hiyo inanipa heshima kubwa, naomba mpige makofi. Pia natoa shukrani zangu za dhati kwa mheshimiwa diwani wa Radio Approach kwa namna moja au nyingine kuhamasisha hili zoezi la tunaishi naye. Kwa kuhamasisha ni kwamba sisi tunavyoishi tunaishi kama tunaishi kwa maana ni wagonjwa watarajiwa, kama alivyosema mwenyekiti hapa aliyotangulia, ulivyoguswa wananchi wa Igoma. Na pia ni washukuru sana wananchi wa kutoka sehemu mbalimbali, kwani michango iliyosomwa hapa na walio wengi hawamjui mgonjwa, lakini wameguswa michango hiyo, michango milioni 5 na kitu. Kwa kweli ni heshima kubwa na Mungu awabariki sana. Tuwapigie makofi. Ni kitu ambacho kwa mtu mwingine wa kawaida asiyejua anaweza akasikia mgonjwa kwa mahala fulani wanamtangaza kwamba anaumwa, lakini anasikia haguswi. Lakini wenzetu wameguswa kutoka sehemu mbalimbali, Upembe, Uponde, Ruangu, wapi, lakini mgonjwa wakati fulani hawajamuona. Ni heshima kubwa ya pekee. Na tuendelee kuwa na ushirikiano wa namna hii. La tatu, kama uongozi wa kata kwa niaba ya mheshimiwa diwani, na yeye ameguswa kwamba ni vema angeshiriki, lakini kutokana na changamoto au vikao vilivyomgusa huko wilayani, ametuma kwamba nitoe shilingi 40,000 kushiriki na nyinyi wenzangu. 40,000. Kwa hiyo nami kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa wazazi kata, kwa sababu nimwakilisha kwa niaba yake, lakini kwa nafasi yangu na mimi nachangia shilingi 20,000. Nimeguswa, mimi nafikiri natoka Kichangalanga, lakini hao watu wa Radio Approach walianzia Ndalanga katika kata ya Iwungilo. Lakini leo umetoa mpya. Kwa sisi hatukufikia kiasi hicho. Lakini kwa Igoma namna mlivyojaa, hata juzi tulikuwa Iwungilo, leo kwa kweli lazima nijipongeze. Asante sana. Kwa nafasi hii sasa nafikiri nataka niongoze hili kapu kwa niaba ya mheshimiwa diwani. Basi na uwasilisha mchango wa mheshimiwa diwani shilingi 40,000 kwenye kapu hili, na wenzangu waniunge mkono kwa mchango huu. Pia mimi nachangia 20,000 kwa maana na mimi kama mzazi
Uchungu wa mtoto ajua nani? Mzazi. Na mzazi anayejua uchungu wa mzazi ni nani? Ni mtoto. Kwa hiyo mimi nachangia 20,000. Karibu sana kwa mchango.
ambao wanaendelea kutufuatilia maeneo mbalimbali. Ndugu yangu aliyechungwa pale Yokoabi, yupo mzee Mwakipesile pamoja na Mneso, wanatufuatilia live na wametuma message zao hapa. Jamani, wewe niseme hongereni na poleni pia, lakini yote ilikuwa ni kwa ajili ya mpendo wetu Batazawi. Sasa mwanzo tulipata hesabu, serikali wameweza kuchangisha kiasi cha shilingi milioni 2,200,800. Hapa NCFM Radio kupitia uratibu wetu tumekuja na kiasi cha shilingi milioni 5,560,100. Diwani akaongeza shilingi 40,000. Katibu wazazi ametoa shilingi 20,000 iliyotengeneza thamani ya shilingi 60,000. Tumeweka kapu hapa. Tumepita kwa awamu mbalimbali, lakini jumla yake ya kapu ambalo tumeliweka hapa imepatikana shilingi 924,750. Mchanganuo wake ni kwamba kuna wageni wanaoishi kwenye kitongoji cha Wangama wametoa shilingi 30,000. Lile kapu la mwanzo kabisa kumuunga mkono mgeni rasmi aliyemwakilisha diwani tumetoa 334,850. Wanawake mlikuja hapa mmetoa shilingi 131,50. Lakini wanaume pia wamekuja wametoa 89,150. Nashukuru kwa vigelegele hivyo ambavyo vinaonesha mapenzi yenu kwa waume zenu ambao wamewapa hela nyingi mmetoa na hapa. Wamekuja mashabiki wa Simba wametoa shilingi 72,100. Wananchi mashabiki wa Yanga 71,600. Lakini pia mashabiki wa Yesu 28,600. Tukasema wanaigoma, mmeipokeaje kampeni ya tunaishi nao hii leo? Mmeipokea kampeni kwa shilingi 87,200. Mama Ndonyalo 20,200. Lakini pia kuna wenzetu alileta peni 5. Kwa jumla ya fedha ambazo tumezipata mpaka muda huu ninapozungumza, tunafunga hesabu na kiasi cha shilingi milioni 8,685,650. Tumepata jumla ya shilingi milioni 8,685,650. Tujipigie makofi. Mungu atubariki sote ambao tumenyosha mikono yetu kuhakikisha tunatoa kwa ajili ya mpendwa wetu Batazawi arejee hospitali. Kinachobaki ni maombi kumwombea Batazawi arudi salama hospitali, akatibiwe na apone changamoto aliyonayo. Wakati nasoma michango, mwanzo kabisa nilisoma michango ya Mgodechi, ambapo tulisoma kiasi ambacho wamekitoa hao na Mgodechi, ambacho kilikuwa ni shilingi 302,900. Lakini katika fedha hiyo hatukuwasoma kanisa la RC ambao wametoa shilingi 30,300, EAGT pale Mgodechi ambao wametoa 29,000. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana. Sasa mmeambiwa mjipigie makofi, mliopo hamjajipigia makofi. Ila mnatujua kwamba hata ambao wanatusikiliza huko watakuwa wamejua sasa kiasi ambacho tumepata. Tunawashukuru wote kwa maana ya wanaotusikiliza walituma fedha ama walipitiwa na wachangishaji wetu. Tunawashukuru pia wananchi wa Igoma, hamjachoka, naendelea kutoa, na hata hapa tukiendelea kuweka kapu, fedha zipo tutatoa kwa ajili ya Baltazari.
Sasa niombe nimlete Yohanes Msambwa, utazungumza kwa niaba ya wanaume wote wa kijiji hiki cha Igoma. Lakini pia mama yangu Emilia Mayemba, utakuja uzungumze kwa niaba ya wanawake wote wa kijiji hiki cha Igoma kwa hiki ambacho tumefanya mpaka sasa. Karibu sana mzee wangu. Naomba niseme tu machache kwamba kabla ya kuwapongeza wanaume au wote ambao tumeshiriki hapa, nianze na kuishukuru Radio Appens ambayo imetuwezesha kwa namna moja au nyingine kuhakikisha inazingatia wote ambao wana uhitaji kwa shida mbalimbali kama hizi waweze kunyanyuka wafike hospitalini na warudi kwenye hali zao kama zamani. Baada ya hapo niweze kuwashukuru wote waliotoka safari, waliotoka sehemu mbalimbali kuja kujumuika nasi kwa ajili ya kumunga mkono mwenzetu Batazali Mugaya. Lakini mwisho sitakuwa nimetenda haki kwa wale wote ambao pia watasafiri baada ya sherehe hii waweze kusafiri safari njema isiyo na vikwazo vya aina yoyote. Naombeni wana Igoma tuweze kuiunga Radio Appens, tutakaposikia mahali popote kwamba kuna tatizo tuweze kuungana na kuunga mkono mahali popote ambapo kuna tatizo. Tunakushukuru sana bwana Msambwa. Sema Mayemba yuko wapi sasa? Mama, umekaa mbali hivyo? Uko vizuri, uko vizuri. Uko vizuri. Umedondosha na hela sasa pale. Na wewe umesoma 2976 kama Ndonyala. Karibu sana. Asante. Kwa kweli mimi kwa niaba ya wakina mama wenzangu na wananchi wote kwa ujumla wa kijiji hiki cha Igoma, ninayo shukrani kubwa sana. Kwanza kwa wananchi wenyewe wa kijiji cha Igoma kukubali mwito wa serikali ya kijiji kwamba mwenzetu Batazali anaumwa. Kwa hivyo tuungane pamoja tuweze kumnyanyua katika kitanda alicholala aweze kwenda matibabu. Lakini pia tulipopaza sauti zetu kuiendea Radio Appens wakatusikiliza, tunayo sababu kubwa ya kuwashukuru sana. Kwa namna ya pekee namshukuru sana mratibu wa mradi huu pamoja na wafanyakazi wote. Lakini pia ninamshukuru binti mmoja ambaye hapa leo hajajitambulisha. Ni mtangazaji wa Radio Appens. Anaitwa Daima Frank. Nafikiri leo hakufika katika msafara. Ninashukuru kwa sababu gani? Kwa sababu pale tulipoona tujiulize kitu kwake, hakuacha kutusapoti kwamba mwambieni mratibu atawasikiliza. Kwa hivyo mimi ninamshukuru sana Daima Frank, maana alitutia moyo kwamba msihofu, mwambieni mratibu atawasikiliza. Kwa hivyo tunashukuru kwa namna ya pekee sana. Nawashukuru sana watumishi wote wa Radio Appens. Nawashukuru sana watu wote wa Njombe hii waliotusupport katika jambo letu hili la Igoma. Ukifikiria sana kwamba sisi tulikuwa mbali kidogo, hatujui kitu, sio kwamba tulikuwa hatupendi, ila ni kwa sababu tulikuwa hatujui. Sawa, kweli sio kweli wana Igoma? Kweli. Tulikuwa tunapenda lakini hatuelewi tuanzie wapi. Lakini ninalikumbuka neno linalotoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 8. Anasema umefunguliwa mlango ambao hakuna atakayeufunga. Mshangilieni Bwana. Kulifunguliwa mlango ambao hakuna aliyeufunga tulipopaza sauti zetu Radio Appens. Wakatusikiliza na hata leo umati mkubwa uko hapa. Ni kwa sababu ya upendo wenu watu mbalimbali mliotoka maeneo mbalimbali. Tunawashukuruni mno, hatuna cha kuwalipa. Kwa sababu kama msingeguswa mngeweza kusema kwamba mbona hiyo Igoma hatuifahamu, mbona hiyo Igoma haijawahi kutuunga mkono. Lakini tumewahi kuwaunga mkono kwa uchangiaji wa mtu mmoja mmoja. Lakini leo hii
tumeona ufahari mkubwa sana kitu hiki. Kwa hivyo naomba vijana wangu wa Igoma, hebu na ninyi mjitokeze leo. Sasa tunawaona vijana wetu wengi hapo wamevaa vitambulisho, na hivyo basi wana wa Igoma leo hii tujitokeze, ambao watakuwa tayari kuingia katika msafara huu. Mimi mama yenu ni bibi yenu, siwezi, ila nitakuwa nawaombea. Na nitaiombea Radio Uplands, na siku zote naiombea. Mungu ibariki Radio Uplands na idumu milele. Asante sana. Asante sana mama yangu. Uzuri sisi tunaoishi na kina Semaeba tunaelewa. Ndio wafikiri. Ndio kwako. Sawa, hamna shida. Sawa. Tunawashukuru sana wananchi wa Igoma. Hao wenzetu wamezungumza kutuwakilisha tu. Tunatamani kila mwananchi mmoja hapa tungempa aseme, na yeye angefunguka machache juu ya hiki tulichofanya kwenye kampeni ya Tunaishi Nao. Kabla ya neno la shukurani kwa familia, niombe niwalete watu wawili. Kwanza mzee wangu Raymond, wewe njoo uzungumze. Wakati nafika hapa, watu wa Igoma walalamika umewakimbia. Tangu umekimbia hakuna mtu wa Igoma ambaye anajitokeza kukusanya michango ya Tunaishi Nao, na wewe ulikuwa ni mwenzetu. Lakini pia tunaye muhitaji wetu wa kwanza kabisa wa kampeni ya Tunaishi Nao tangu ilipoanza mwaka 2019, mama yangu Sara Lupenza. Yeye anatoka pale Nundu, na wewe pia utakuja uzungumze machache juu ya kampeni ya Tunaishi Nao na hiki ambacho tunaendelea kukifanya kwa hapa Igoma. Karibu sana. Asante. Ndugu wana Igoma, nitaongea kitu kimoja ambacho ni muhimu, ambacho kinalenga jamii. Cha kwanza nitawaambieni Radio Uplands mtasema namba 1. Cha pili nitakimalizia. Radio Uplands namba 1. Ni radio ipi ambayo inawachukua wahitaji na kuwahudumia? Asanteni. Ninaomba nitoe shukrani kwa mratibu Fikrini Ngahilo, kwa sababu mpango huu toka ulivyoanza niliweza kuanza naye katika ushiriki. Nilishiriki naye na nikazunguka naye, lakini pia ninaomba niombe samahani kwake pia, kwa sababu niliondoka kwa haraka, sikuweza kumuaga. Lakini huko niliko, tatizo lilipo, redio yetu hii hainifikii, lakini nimkereketwa na ninakereketwa hadi kesho juu ya jambo hili. Ndugu zangu wana Igoma waliokuwa wakisikiliza mwanzo kwenye redio hii, nadhani walisikia niliweza kutoa maoni fulani nikiwa Njombe pale Melinze, tukiwa tumeenda kwa mhitaji, alikuwa ni mlemavu, nimesahau jina lake. Niliweza kusema jamani, naombeni wote wana Njombe wote na wana Igoma tujumuike tuweze kushiriki hili tukio. Sasa leo limefika kwetu. Ninaomba tangia leo iwe ni funzo kwetu, tujue namna ya kuwasaidia wahitaji. Tusitegemee kwamba mbona yule ana ndugu zake, mbona ndugu zake ni matajiri. Hapana, uhitaji kesho utakuwa ni wa wewe, awe tajiri sio tajiri, uhitaji upo. Kwa hiyo pia tutazamane katika kaya zetu. Ukishaona kuna mtu anaelemewa, anazidiwa, toa taarifa kwa jirani mwingine, toa taarifa kwenye uongozi wa serikali. Pia katika kijiji chetu tuendelee kuchukua michango hii, tuchangishane ili tuweze kusaidiana. Asanteni. Asante sana bwana. Mwenyekiti siku ile ulalamika kwamba toka ameondoka hamna chochote. Huyo hapo Miajenge. Sasa naomba nimlete mama yangu Sara Lupenza. Huyu ni mmoja ya wahitaji wetu wa kampeni ya Tunaishi Nao miaka ya nyuma, na kwa bahati nzuri katika kampeni hizi zote za mwaka huu leo ameona
ashiriki na sisi, lakini na sisi tumpe nafasi ya kuzungumza machache. Karibu mama. Kamwene. Mimi kwa jina naitwa Sara Mpenza, nakaa kijiji cha Mungu. Asante kwa michango yenu, maana nilikuwa naumwa. Nimekaa ndani miaka 5. Radio Aplensi waliponifikia kunisaidia na nyinyi wadau mbalimbali, watu wa vijiji tofauti tofauti kunichangia, ndio nimenyanyuka saizi natembelea Magongo, maana nilikuwa ni mtu wa kukaa ndani miaka 5, sina uwezo wa kufanya kitu chochote. Mbarikiwa watu wa Mungu mnaotusaidia kutuchangia ili tuweze kuinuka tukawa sawa na nyinyi wenzetu. Tunaomba muendelee kuchangia na wahitaji wengine ili wanyanyuke wawe sawa na mimi. Asante sana mama yangu, na tunafanya hivi ili walau kesho na kesho kutwa na Baltazari naye aone kwamba anayo nafasi ya kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Sasa ndugu zangu, Baltazari yuko hapa. Kwa wale ambao umesikiliza radio, hali yake hatutaruhusu kila mtu akamuona. Sawa sawa? Wale ambao tumepata bahati ya kuziona picha zake, itoshe kumuona kwa vile, ingawa atasikika tu, tutamsogezea kipaza hapo hapo alipo ili aweze kuzungumza. Sasa niombe ndugu yangu Pascali Mgaya, wewe umeteuliwa kwa ajili ya kutoa neno la shukurani kwa niaba ya familia. Karibu uweze kuzungumza machache, na ikikupendeza waambie wa Tanzania wanaotusikiliza na ndugu zetu waliopo hapa, wewe ni nani kwenye hii familia ya Baltazari. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amina. Mimi nipende kuwashukuru wanakijiji wa Igoma kwa mchango wenu kwa ajili ya ndugu yangu Baltazari Mgaya na viongozi mbalimbali waliotoka kwenye kijiji vingine huko, pamoja na wageni waliokuwa wamesimamia juu ya swala hili. Mimi nachoomba kwamba ushirikiano wenu nimeupenda na imani kabisa kwamba mgonjwa ataenda kutibiwa na ataendelea vizuri, na mimi ninayesema hapa mbele ni kaka wa mlengwa anayeumwa. Nashukuru sana, Mungu awabariki. Sawa, tunashukuru pia ndugu zetu wa kina Mgaya kukubali tu kwamba sisi tuungane na serikali kuwasaidia. Ni jambo la hekima pia ambalo mliona kwa ndugu yenu. Lakini wakati huu naomba, kabla sijamwendea Baltazari, tuwashukuru ndugu zetu Black kutokea Subuta, Umoja pia, Onesimo Chaula wa Mama Group na wageni wa Wangama ambao muda huu wameongeza fedha pale kwa afisa mtendaji. Ni washukuru sana ndugu zangu. Kumbukeni nimesema kwamba hata tukisema tuweke chombo hapa mpaka asubuhi, tutakesha tukitoa pesa kwa ajili ya Baltazari. Sasa kwa kuwa wenzangu mko hapa, niombe mvute utulivu, mimi nimwendee Baltazari na yeye aweze kutoa neno la shukurani, walau mkasikia kile ambacho atakizungumza. Baltazari, wasikilizaji wa Apens FM wanasikiliza muda huu na wanatamani kujua kile ambacho utasema. Na pia hapo nje kuna umati mkubwa wa Watanzania wana Igoma ambao wamekuja kwa ajili ya kukushika mkono ili uweze kurudi walau kwenye hali yako ya kawaida. Wanatamani tu wasikie neno lolote kutoka kwako kwa hiki ambacho kimefanyika leo. Tunaishi nao. Tunaishi nao. Asante. Napenda kushukuru. Nawashukuru sana. Kwa kweli. Kwanza nilipanga kujizuru. Kwani yuko nayo. Nilikuwa na hali mbaya, hela niishiwa. Zaidi ya milioni 10 zimetumika. Nikawa sina hela
upande kushoto ambao unapata jicho unatoa usaha. Kajicho zima kwa usaha. Kajua kama sitaangalia tena. Bora nijizuru. Nashukuruni sana 89.1. Wadau wote wanaosikiliza 89.1. Naomba muendelee na upendo huu. Sina cha kuongea zaidi ya hilo. Asante sana. Hapo mmeniinua na jihisi nimeshafika Muhimbili. Asanteni sana. Sawa. Mnaniachia deni kama mwenyekiti. Tena kama deni na hela utuhombaki. Huwa mnaimba jamani. Uongo kweli? Kweli. Asante. Ule wimbo sio kwamba ni kuimba tu, una ujumbe mzito. Tafakari usiku na mchana, utapata majibu. Hayupo anayepoteza muda kwa ajili ya mwingine. Madeni mmeniacha mimi mwenyekiti. Nitawajibika. Ndugu zetu tunachangia kupitia M-Pesa na mambo mengineyo. Lakini tuonyeshe pia hata kwa vifaa vinginevyo. Sio lazima pesa ndugu zangu. Kama walivyosema wenzetu, tumepokea mizigo mingi sana. Lakini nisipopiga goti itaonekana kama sikuzaliwa na Mungu. Ni watu waongize nini? Kwa namna ya pekee nina ugeni mwingi sana. Lakini Hanzuta nimewapenda zaidi. Naomba mmoja wapo asimame niweze kumuona sababu mmependelewa sana na Radio Apples. Huwa nasikiliza Radio Apples. Hanzuta sijui na nini. Ni watu mnao tamka mara nyingi sana. Asante sana. Mungu awabariki sana. Nitafika huko niwaone. Kuna nini? Asante. Wanaigoma tumejifunza jambo. Jamani, indi imetulaileha. Tutafika huko kunakotakiwa wote kufika. Kwa hiyo tusione kama tutapoteza muda. Mashamba walishalima waliacha, wametangulia mbele zake na sisi tuyaacha. Tusione tunapoteza muda. Tuje hapa kujifunza jambo. Mimi binafsi leo nasema Mungu amenifunua jambo lingine. Ninatakiwa kubadilika kwa jambo lingine. Indi imetulaile haniwa. Umesikia? Ndio. Jambo la mwisho, nisipowashukuru vitongoji wangu na makatibu kwa hiki tulichokipata kama Igoma milioni 2 na kwa kweli hawa ndugu zetu wamewajibika. Naomba tuwapige makofi makubwa sana. Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje? Hakuna nependa haya matatizo na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu yamenizidia haya machungu kwa hizi tabu nazo.